Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, mnyama kabisa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chake. Klabu ya Simba leo hii imeweza kutangaza kumalizana na nyota mkubwa kwelikweli, mfungaji ambaye anatishia kwelikweli hatari kwenye kikosi ambacho atakuja kujiunga na Simba Sport Club kwa ajili ya maboresho makubwa ambayo yanakwenda kufanyika. Pendekezo hili limefanyika na kocha Fadlu Davis akiweza kutangaza kwamba anamhitaji nyota huyo kwa hudi na uvumba. Hatimaye klabu ya Simba imeweza kuvunja benki na kuamua kuweza kujikita kumchukua nyota huyo. Ni nani huyo ambaye ametoa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club kwa siku ya leo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa ambayo nimekusogezea. Utakwenda kujua mwanzo mwisho juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa nyota huyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linalotajwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali ni Simba Sport Club. Bana, unafahamu ya kwamba klabu ya Simba kwa sasa imeamua kuweza kuvunja benki kwa ajili ya kuweza kutafuta mshambuliaji ambaye atakuja kuwa kinara kwelikweli, mara baada ya taarifa ya kwamba Simba Sport Club ina mpango wa kuweza kuachana na baadhi ya wachezaji mwishoni mwa msimu huu. Mara baada ya msimu kuweza kumalizika, kuna nyota ambao wataondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba ili kuweza kufanywa kwa maboresho ndani ya kikosi chao, ikiwemo katika eneo la ushambuliaji ambalo linaonekana kuweza kulegalega. Unaambiwa mmoja lazima aweze kuchomolewa ili aweze kuingia nyota huyu mpya ambaye ametajwa kuweza kumalizana kikosi cha klabu ya Simba. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba ina washambuliaji wawili, ambapo unazungumzia miongoni mwao unamtaja Lionel Ateba pamoja na Dese Mukwala. Unaambiwa mmoja lazima achomoke kwenye kikosi cha klabu ya Simba ili kufanya maboresho ya eneo hilo, ikiwa ni mwendelezo wa klabu ya Simba kuendelea kuweza kujiimarisha zaidi na kuweza kujenga timu yao ili kuweza kupata watu sahihi kwenye kikosi chao. Sasa unaambiwa Simba wameamua na wamedhamiria kwamba wapo tayari kuingia katika soko la ushindani, na hapa wanakwenda kuweza kuvaana dhidi ya klabu ya Al Hilal ya nchini Sudan, lakini hapa wapo Young Africans na pia wapo Singida Black Stars. Hapa nazungumzia klabu ya Simba ipo tayari kuvunja benki ili kunasa saini ya mshambuliaji wa Singida Black Stars, mtambo wa mabao. Hapa nazungumzia Jonathan Sowai. Simba wapo tayari kutoa dau nono zaidi ili kunasa saini ya mshambuliaji huyu ambaye wanaamini ataongoza kufanya vyema kwenye michuano ya kimataifa msimu ujao. Ikumbukwe ya kwamba Jonathan Sowai ni miongoni mwa sajili ambazo zilizotua dirisha dogo la usajili wakiweza kutokea pale. Hapa nazungumzia kule nchini Libya. Jonathan Sowai ameonyesha kiwango kizuri mpaka sasa katika michezo 12 ambao amecheza katika ligi kuu ya soka Tanzania bara toka alipoweza kutua kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Ameweza kufunga magoli takriban 11 akiweza kucheza michezo 12. Unaweza kushuhudia namna gani ambavyo amekuwa na moto, ameweza kuwa na moto wa kasi kweli kweli katika kikosi chake cha klabu ya Singida. Inaelezwa kuwa Simba wameweka mezani kiasi cha shilingi milioni 660 kwa ajili ya kumshawishi mshambuliaji wa Singida Black Stars Jonathan Sowai kujiunga na wekundu hao wa Msimbazi dirisha kubwa lijalo la usajili, huku mshahara wake utakuwa ni zaidi ya shilingi milioni 25 kwa mwezi, huku kipengele kikubwa kwa sasa kikiwa ni kuvunja mkataba wake na Singida Black Stars ambao inaelezwa kuwa walima alizeti hao wanataka zaidi ya shilingi bilioni 2, huku Al Hilal Omdurman Sudan na Yanga ya hapa nyumbani Tanzania na timu nyingine zinahusishwa na mgana huyo ambaye
yeye ameweza kuweka wazi kabisa ili aweze kujiunga na timu zote hizi mbili. Lakini Simba kuachana na mmoja kati ya Ateba au Mukwala. Unaambiwa Simba imeingilia dili la Jonathan Sowae, mshambuliaji huyu anayekipiga Singida Black Stars, ambaye upande wa pili nao wameweka nguvu ili kumnasa. Sowae ni mshambuliaji hatari mwenye uwezo mkubwa wa kufunga, hana mambo mengi uwanjani zaidi ya kujua goli lilipo na kuweka mpira kambani. Mpaka sasa Sowae amefunga mabao 11 katika ligi kuu ya NBC licha ya kutua dirisha dogo. Simba imeweka kitita cha shilingi milioni 400 kwa ajili ya kumshawishi mshambuliaji huyo kujiunga nao katika kipindi cha dirisha kubwa lijalo. Uongozi wa Simba unaangalia uwezekano wa kuachana mshambuliaji mmoja kati ya Lionel Ateba au Steven Mukwala ili kushusha mshambuliaji fundi zaidi mwenye njaa ya mabao, na jicho lao limeona Sowae ndio mtu muhimu kabisa. Baada ya kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, Simba imepania kufanya vyema zaidi msimu ujao, na hivyo inafanya usajili muhimu kwa ajili ya kufanya vyema katika ligi ya mabingwa barani Afrika ili kuweza kupata mkwanja wa maana ili kuweza kuja kuwachukua nyota kama hao ndani ya kikosi chao. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo klabu ya Simba inazidi kuweza kuweka hapa, nazungumzia nguvu zaidi ili kuweza kupata kile ambacho wanachokitaka. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kwamba Simba wamezamilia kwamba msimu huu ni ubaya ubwela. Unaona bana, ukiweza kuona namna gani ambavyo kile kinachoendelea kwa sasa, huku akiweza kuona namna gani ambavyo mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli katika sajili za klabu ya Simba. Lakini inaelezwa pia katika sajili nyingine ambayo klabu ya Simba wanakwenda kuikamilisha hivi karibuni katika kikosi chao ni kuhusiana na beki kisiki kabisa kutoka pale katika klabu ya Azam FC. Unaambiwa klabu ya Simba imeanza harakati za chini chini kwa kuhakikisha inamnasa beki tegemeo wa Azam FC Lusajo Mwaikenda. Taarifa za ndani kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu hiyo ya Msimbazi inaeleza kuwa tayari mazungumzo ya awali yameshafanyika kuhusu uwezekano wa kumsajili mlinzi huyo mahiri. Lusajo ambaye amekuwa nguzo muhimu kwenye safu ya ulinzi ya Azam msimu huu bado ana mkataba wa mwaka mmoja na matajiri hao wa Chamanzi. Hali hiyo inaweza kuifanya Simba kukumbana dau kubwa endapo watahitaji huduma yake mapema kabla mkataba kumalizika. Hata hivyo inaelezwa kuwa Simba iko tayari kuvunja benki ili kuimarisha kikosi chake, hasa eneo la ulinzi ambalo limeonekana kuwa na changamoto kwenye baadhi ya michezo msimu huu. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu ya Simba imeweza kujikita na kuweza kujidhatiti ili kuona namna gani ambavyo inaweza kufanikisha jambo hili kwa ukubwa zaidi.